Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Muulizaji anauliza na kwanza ameanza na salamu: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu, ikiwa mke wako ni mfanyakazi, ile nauli ya kwenda kazini na kurudi ni wajibu kuitoa mume? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji ameuliza, kwanza ameanza na salamu na sisi tunaitikia salamu alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa mke wako ni mfanya kazi, ile nauli ya kwenda kazini na kurudi ni wajibu kuitoa mume? Hili ni swali ambalo muulizaji ameuliza, na swali kama hili kwanza ni wajibu kwa mwanamume kusimamia majukumu yake ya nyumbani na kusimamia watu wake nyumbani, kama ambavyo wanachuoni wanavyosema, yajibu ala al-insan, ni wajibu kwa mwanadamu ayunfika ala ahlihi, kutoa matumizi kwa watu wake, ala zaujatihi, kwa mkewe, waladihi, na watoto wake, bil ma'ruf, kwa wema, hata law kanati az-zawja ghaniyatan, hata ikiwa kwamba labda mke ni tajiri, fa innahu yajibu ala zawji ayunfika, ni wajibu kwa mume kutoa matumizi kwa watu wake. Wa min dhalika idha kanat az-zawja tudarris, ama itakapokuwa mke labda ni mwalimu anasomesha madrasa au anasomesha darsa, na ikawa kwamba anafanya kazi katika sehemu ambayo ilikuwa inastirika na kwamba ikachunga masharti yote, basi mwanamume anatakana kwamba amsimamie katika yale ambayo alikuwa anamsimamia, kwa sababu kwanza katika jambo la kwenda kusomesha sehemu kama hizo, bila shaka kwamba yeye ndo ambaye alikuwa amemruhusu kwenda kusomesha katika sehemu ambazo panapatikana stara na vitu kama hivyo. Lakini kilichokuwa kipo ieleweke, ifahamike kwamba mwenye kutakikana afanye kazi ni mume, asimamie majukumu ndani ya nyumba na kusimamia watu wake. Na ikiwa kwamba mume mwenyewe ameona kwamba mke wake kuna sehemu ambayo anaweza kwenda kuwasaidia wanawake wenzake au watoto wadogo, na ikawa kunapatikana stara ya hijabu yake mwanamke huyo, na kunapatikana heshima yake na kwa sisi kuvunjika, kadhalika kunaepukana ikhtilatu baina yake na baina ya wanaume, kwa hiyo akamruhusu kwenda katika jambo hilo, basi nauli vile vile yatakana kwamba msimamie katika nauli na kuhakikisha kwamba anakwenda katika hali ambayo ilikuwa nzuri na kurudi katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri. Kwa hiyo kwa mnasaba wa swali ambalo alikuwa ameuliza, ikiwa kazi zipo katika hali kama hiyo na mume mwenyewe ndo ambaye akawa amemruhusu, basi inatakana kwamba mwanamume ayasimamie hayo na ayaweke hayo. Lakini pia baadhi ya wanachuoni sema ikiwa kuna baadhi ya vitu vya ziada ambavyo vilikuwa viendani na majukumu ya mume, basi mume anatakana kwamba yeye asisimamie vitu hivyo, kwa sababu vitu hivyo vinakuwa sio katika haki yake. Wa hadha laysa min haqqiha ala zawjiha bal haqquha alayhi, yani kama mfano kule kukawa wanawake watupu, lakini labda ikawa kuna fomu maalum zinatolewa, da mashungi maalumu, hijabu maalumu, yani mashungi maalumu, wanawake watupu sehemu, lakini kwamba kiingia mule wanavaa sare maalumu, sio inakuwa ni katika haki ya ile mshahara ambao unatakana utolewe. Lakini ala kulli hal, jambo hili mwanamume anatakana kwamba alisimamie katika usimamizi ambao uko imara, wa kuhakikisha kwamba mke wake anamsimamia katika majukumu yake, na kuhakikisha kwamba yupo katika mazingira ambayo ya heshima, na yupo katika mazingira ambayo ya kutokuvua hijabu yake. Na pia hizo kazi ambazo atakazokuwa anakwenda kufanya mwanamke huyo,
basi iwe ni kazi ambayo imezingatia nidhamu ya Uislamu na taratibu ya Uislamu, na kadhalika vile vile hakupatikani ikhtilatu bainaha wa baina rijal. Jambo hilo linakuwa lipatikani, linakuwa lenye kuepukana, kadhalika na maasi mengine yanakuwa yenye kuepukana. Kwa hiyo ikiwa kwamba hayo yote ameyazingatia mwanamume na ameyasimamia na yeye mwenyewe akajikubalisha katika hilo, basi jambo la kumtoa nyumbani mpaka kumfikisha katika ile sehemu, ima kwenda kuwasaidia wanawake wenzake au kuwasaidia watoto wadogo, hilo linakuwa ni jukumu la mume. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu a'lam. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya khairi. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.